Haleluya. Amen. Mungu wetu ni mwaminifu, anaendelea kutuhudumia, anaendelea kutupigania, anaendelea kutupatia nguvu, kutupatia afya na kutuwezesha tena kuja katika nyumba yake. Haleluya. Haiko kawaida kwamba umeamka, ulipanga kuja na umefika, sio jambo la kawaida. Wengi wanapangaga ikifika muda, unaweza sikia roho nyingine anakuambia baki tu, si utaenda kesho, na umebaki tu, lakini wewe umeshinda mpaka umefika hapa. Amen, amen. Tunashukuru Mungu sana. Leo niko na somo nzuri tena ambayo mimi naamini ya kwamba itakusaidia. Amen. Sababu mimi mwenyewe imenisaidia wakati niko naitayarisha. Jina la Yesu lisifiwe sana. Leo nitaongelea kile ambacho imani inaweza kukusaidia kuishi. Kazi ya imani ndani ya maisha ya mtu. Ndani ya maisha ya mtu mwenye ameokoka, yule ambaye ameamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Imani inafanya nini? Haleluya. Imani sio tu kusema mimi naamini. Unajua imani ishakuwa kama slogan fulani hivi. Ishakuwa kama santima fulani hivi. Mimi nasikia tu imani, nasikia tu kuumbika imani, lakini hauoni matokeo yoyote ya ile imani unasikia ndani yako. Haleluya. Imani sio mawazo tu. Imani sio hisia au santima fulani kwamba mimi Haleluya. Haleluya. Nilikuwa nasema kwamba imani sio hisia, sio santima. Imani ni kitu ambacho kinaishi. Imani ni kitu ambacho kinatakiwa kionekane. Kenye unaamini lazima ukiishi. Kenye unaamini lazima ukishike kwa mkono yako. Kenye unaamini lazima ukione. Haleluya. Ndio maana Yesu alikuwa anamwambia Mariamu wakati anamwambia tuende kukaburi ya Lazaro. Lazaro anamwambia hapana, ule mtu ashanuka sasa hii, yani hakuna kitu kabisa, hakuna kitu. Yesu anamwambia nilikuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Haikuwa sio ukiamini kuna kama yani atakufa tu alafu utasikia faraja, hapana. Utaona utukufu. Kusema kuona utukufu inamaanisha kuona matendo makubwa, matendo ya ajabu ambayo Mungu anaweza kutenda kupitia imani. Haleluya. Kwa hiyo imani sio tu kwamba hisia, mimi nasikia kuamini, hapana. Haleluya. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 21 mstari wa 22. Matthieu 21:22. Inasema na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Haleluya. Biblia haiseme kwamba kuna kitu ambacho tunaweza tukaomba tusipokee. Biblia inasema yoyote, kila kitu ni ahadi. Lakini sasa mimi nataka niulize, kila kitu yenye unaombaga unakipataga kweli? Haleluya. Ile yoyote ambayo Yesu anasema, mimi nauliza tu kwanza kwenye maisha yako, ukiomba kenye uliombea jana, kenye uliombea juzi, kenye uliombea mwaka jana, umeshakipata? Amen, amen. Haleluya. Mimi nafikiri ya kwamba wengi tunaomba tu, tunakuwa tunaamini, alafu imani yenyewe inakuwa haina matunda yoyote. Imani inakuwa haina matokeo yoyote. Ile imani ambayo ishakufa ni imani ambayo sio hai. Haleluya.
imani itakusaidia au itakuwezesha kufanya maajabu. Sema maajabu. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 60, Zaburi ya 60, mstari wake wa 12, Bible inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Haleluya. Maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Kwa French mimi naipenda sana, anasema avec Dieu nous ferons des exploits. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Yani kufanya maajabu, kufanya exploit ni kufanya tunaitwa kufanya maajabu, yale ambayo dunia lazima ishangae. Na niko na kutamkia kwenye madhabahu ya Bwana asubuhi ya leo ya kwamba wewe mwenye unaamini ya kwamba pamoja na Bwana unaweza kufanya maajabu. Acha siku ya leo Mungu akuwezeshe kufanya maajabu. Ukiwa kwenye kazi yako, Mungu akusaidie kufanya maajabu. Kenye ulishindwa, kenye wanadamu walishindwa, kenye serikali inashindwa, wewe uyafanye kwa jina la Yesu Kristo, sababu unamwamini Mungu ambaye anafanyaga mambo yasiyowezekana yanawezekana. Haleluya. Haleluya. Ni kitu cha kwanza ambacho imani, lazima mtu mwenye kuamini Yesu Kristo afanye mambo ya ajabu, ufanye exploit. Haleluya. Haleluya. Wakati unasikia watu wana exploiter minere, wanafanya wana exploiter minere, madini ya Kongo, ina maana wanagundua kitu kwenye kilikuwa kimejificha, kilikuwa kimefichama. Mtu fulani anakuja, anafanya, anakigundua, anakidécouvrir, na yeye anaenda na kula faida ya kitu ambacho wewe ndio ungepaswa kula. Haleluya. Kufanya maajabu ni kusema kwamba wewe utapata siri, unajua siri ambayo watu wote wamekosa. Unapata solution ya shida ambayo ishaangaisha watu, ishasumbua watu akili. Wewe presence yako tu unakuja pale sababu unaamini. Mungu anakupatia maarifa. Kwa imani yako unaona tu kwamba kitu kinaenda kenye watu walikuwa kimezungusha watu akili. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jambo la pili ambalo imani inatusaidia kufanya, Bwana asifiwe. Imani inatusaidia kutembea au kushinda magonjwa. Haleluya. Haleluya. Imani inatusaidia kuishi tukiwa na afya njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngoja tusome Biblia, kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Mashine yangu sijui iko nazima tu kwa nini. Nikiwa kwenye madhabahu inazima. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Unaweza kushangilia Yesu kwa vigelegele. Mwenye imani anashangiliaga, unashangilia tu. Ile imani inaweza angusha ukuta. Yes. Isaya sura yake Isaya sura yake ya 55 au 55 53, 53 mstari wa 5 inasema hivi. Inasema bali alijeuriwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu
ya amani yetu iliyokuwa juu yake. Kwa kupigwa kwake yeye sisi tumepona. Amen. Haleluya. Mtu mwenye imani sio kwamba hautaumwa, sio kwamba hautapata magonjwa. Unaweza kupata magonjwa tena ya hatari sana. Haleluya. Unaweza kupata magonjwa ya hatari sana ambayo daktari yeye mwenyewe anapima, anasema hii hali ni ngumu. Amen, amen. Lakini Biblia inasema waziwazi kwamba kwa kupigwa kwa Yesu, yani ile mapigo yenye Yesu alipata ilikuwa maumivu ambayo sio ya kawaida. Na Yesu alikuwa anapata yale mapigo kwa lengo moja tu, kuhakikisha ya kwamba wakati wewe utaumwa, uponyaji ikuwe partage yako. Haleluya. Ili upone hauhitaji tu kuombewa kwamba Mungu mimi naomba umponye huyu mtu. Hapana. Unahitaji kwanza wewe kuamini kwamba hata kama naumwa mimi naweza kupona, sababu Yesu Kristo alipigwa, alibeba magonjwa ili mimi niwe na afya njema. Haleluya. Imani ulio nayo unaweza kaombewa, lakini kama hauamini uponyaji, hauwezi kupata uponyaji. Unaweza kuombewa na mtu mwenye upako, yani wewe mwenyewe ukiwa na mashaka, ukiamini kwamba hii magonjwa itanipelekea mauti, ile magonjwa itakuua. Sema amina. Haleluya. Kila mtu mwenye alipona kwenye Biblia, miujiza yote ilifanyika ya uponyaji ilitegemea na imani ya ule mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua kwa nini mtu unaweza kuwa unaumwa, uko mgonjwa, unajisikia tu vibaya. Ukienda hospitali, daktari anakupima, anafanya vipimo, akisha kuambia jina ya magonjwa, yani unaweza kugonjwa sana kupita kisi ulikuwa kabla hujajua ile magonjwa yako. Haleluya. Ni kitu cha kiroho. Ni kitu kiko na aspect mbili. Kuna kitu ya kiroho na kuna kitu ya kisaikolojia. Ukiweka ile magonjwa kwamba hii magonjwa ni hatari sana, hii inauaga, hii iliuaga fulani, yani ujue kwamba ile stress itakuua na wewe na ile magonjwa. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiwa kwamba hata kama hii ni magonjwa, kweli ni magonjwa hatari sana, lakini hivi damu ya Yesu kazi yake ni nini? Si damu ya Yesu ni kutoa hii magonjwa. Kama damu yangu ina ukimwi, mbona damu ya Yesu inaweza kusafisha hii ukimwi? Mbona kama damu yangu ina diabetes, ina sukari, mbona damu ya Yesu inaweza kusafisha na hii sukari kaondoka kwenye mwili wangu? Yani unachoamini kuhusu afya yako ndio vile utakuwa. Haleluya. Siku moja mimi niligonjwa. Nilikuwa na shida ya sinusite. Yani baridi, niko na allergy sana. Nikipata tu baridi, yani kichwa kinauma sana, nakuwa nasikia maumivu sana. Nikaenda hospitali, daktari akaniambia lazima tukufanye operation. Nikasema okay. Ilikuwa vendredi kama leo hivi. Akasema basi wewe ukuje lundi, vumilia tu hizi siku 2, lundi ukuje tufanye operation. Basi na mimi nikaenda nyumbani. Sasa niko najiuliza, mimi nasema Yesu alikuwa anafanya maoperasyon gani? Haleluya. Mbona Petro na Yohana walikuta mtu mwenye ulemavu, wakasema hatuna kitu chochote, hatuna dhahabu, hatuna pesa, yenye tuko nacho ni jina la Yesu, kwa jina la Yesu simama, na ule mtu akatembea. Mbona Yesu alifanyaga? Mimi nasikia kuna habari Yesu alikuwa sehemu fulani kwenye nyumba iko nafundisha maneno yake, kisha watu moja hivi wakakuja na mgonjwa, wakakosa njia ya kupita. Hao watu wakasema kama hakuna njia sababu watu wamejaa, wakafanya risk ya kubomoa nyumba ya mtu. Haleluya. Risk ya kubomoa nyumba ya mtu, hawajali ule mtu kama atawalipisha ile nyumba, wakasema tutalipa, lakini tutabomoa. Akabomoa huku juu, wakabomoa mpaka huyo mtu akamteremsha, wakamfikisha pale kwa Yesu. Na kwa imani hiyo ule mtu akapona. Nakumbuka askari jeshi moja anakuja kwa Yesu, anaambia Yesu, mfanyakazi wangu anaumwa. Yesu anasema sawa, nitakuja kule nimwombee, basi nikuje nimponye. Ule anasema hapana, hauhitaji kufika nyumbani kwangu. Yani wewe ukisema tu neno, huyo mtu anaweza kupona. Yani iko naamini uponyaji kupitia uzima. Haleluya. Na wote walikuwa naamini, walikuwa wanapata uponyaji. Sasa wakati mimi mwenyewe nakumbuka hivyo,
Basi wakati mwingine nasikia niende tu ni operation nitapona. Yesu ndio atafanya operation kupitia mkono wa dokta. Yesu ndio atafanya nini? Basi ikafika ile siku nikaenda hospitali. Wakaniingiza kwenye ile chumba ya operation. Wakanilalisha kwenye ile kitanda, wakanitoa manguo, wale ba infirmiere. Bana kwaka na mamorale ya bien, papa itapita tu, kana kwaka kafupi tu. Nini? Naona dokta anakuja. Ule dokta alikuwa anaitwa Bienvenu. Ananiambia majina, uko tayari? Sasa mimi wakati nimekaa pale, mimi naanza kupiga mahesabu. Mimi nasema maana yake mimi hapa sijui, niko najiuliza mtakata pua. Mtafanya namna gani? Dokta anasema usijisumbue, tutafanya tu, hautasikia kitu nini. Mimi nasema maana yake mimi nitaishi, hii pua yangu hii itakuwa ishapitia visu humu ndani, na nitakuwa naishi na ile conscience. Imani kanipanda pale. Haleluya. Pale nikasikia kwamba Yesu wewe mwenyewe fanya hiyo operation. Mimi sitafanyiwa operation, kama ni kupona nitakunywa tu dawa makomprime na nitapona. Dokta kaniambia uko tayari? Nikamwambia siko tayari. Nilitosha vile vitu, yani nikasema basi subiri tutoe, nikasema mfanye mbio, mimi siko tayari. Yesu wangu ataniponya. Kama kuna dawa ya kukunywa ya kumeza tu, hiyo ndio nitapona nayo, lakini operation haitaingia kwenye mwili wangu kwa jina la Yesu. Dokta akasema itakutesa hii kitu. Nikamwambia nimepona. Haleluya. Unajua nilienda kwa dokta pediatra wa kutunza watoto. Haleluya. Nikasema niko mtoto wa Mungu, nipatie makomprime, hii magonjwa itapotea. Na kuhakikishia mbele za Mungu, mpaka ilikuwa 2007 mpaka leo niko salama. Ile ugonjwa haijawahi kunisumbua. Bwana sifiwe sana. Yani amini ya kwamba ile magonjwa yako, hata kama ni kubwa kuliko yani akili ya dokta, kwa Yesu inawezekana ukapata uponyaji. Usiishi na magonjwa. Sema amen. Usikubali magonjwa kronike. Zaidi sana hii magonjwa kronike. Mimi nakuwaka na magonjwa fulani. Kataa hiyo magonjwa kronike kwa jina la Yesu. Hata kama ilitokana na wazazi wako, kataa. Haleluya. Mimi nimeenda kanisa, mimi sikubaliane na ile kitu. Mtanisamehe kama mnaifanyaga, mimi siamini ile kitu. Sio ya kimungu kwangu mimi. Haleluya. Inafika muda wa kula chakula ya Bwana, meza ya Bwana. Sawa? Wanaweka pale, si wanaweka mvinyo. Inakuwa na sukari, si ndio? Sasa wameweka mvinyo ya watu wa sukari, ya diabetes na wenye biko normali. Yenye haina sukari na yenye iko na sukari. Kanisani. Ina maana wasema nyie muishi na diabetes yenu mkule meza ya Bwana. Ungejua nguvu ya meza ya Bwana, ungejua nguvu ya ile damu ya Yesu, ungekunywa ile maji, ungekunywa ile sukari na ungepata uponyaji. Haleluya. Kuko vitu vingine tusikuwa na vifanya tu formalite, hapana. Yesu alisema mwenye atakula mwili wangu ataishi, mwenye atakunywa hii damu ataishi. Wewe usikunywe damu ya kisukari alafu kabakia na sukari. Ukinywa, ukila, lazima mambo yote, virusi yote iteketee kwenye mwili wako na upate uponyaji. Sababu hiyo damu ilimwagika kwa ajili ya uponyaji wetu. Sema amina ya bien. Sema amen bien. Kazi nyingine ya imani ni kwamba imani inakusaidia kutembea juu ya majaribu yote ambayo itatokea kwenye maisha yako. Haleluya. Yesu anasema duniani huko kuna ziki, kuna majaribu. Haleluya. Hii maisha ya Ukristo haiko ya fasile. Nisikwambie sema kuamini ndio maisha taenda tu inaenda, hapana. Maisha ya Ukristo ni maisha ya mapigo. Unaweza kuwa hujakataliwa, lakini siku uliokoka ndio vita vikainuka kwenye familia yako. Uko vizuri saa hii, lakini siku ukisema mimi naenda naongeza kiwango changu, ndio siku majaribu pia inaongezeka. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba hakuna jaribu yenye inaweza kuja kwenye maisha ya mtu inayozidi imani yako. Sema amina. Ina maana kila jaribu, hata ikuwe kubwa namna gani unajisikia kabisa hii hapa, yani mimi nakufa na hii, hapana. Ujue kwamba kama Mungu aliruhusu ile jaribu, alijua imani yako kwamba unaweza kuishinda. Sasa kwa nini majaribu mara nyingi inatuinamisha? Ni sababu tunaamini, gisi nimekuambia hapa kwenye introduction, kwamba imani ya Wakristo wengi ishakuwa kama hisia, inakuwa santima, sio imani inayoishi.
Uko tayari kutia mtu moyo. Twende, mpa pole, itapita tu, itapita. Ni ishakuwa tabia ya kusema itapita. Unajua kutiana moyo, uko na maneno ya kutia moyo. Lakini ikikufikia, wewe mwenyewe unasemaga mimi nakufa, mimi nakufa. Unakufa nini? Ile jaribu haiko ya kukuua, ni ya kukupeleka kwenye kiwango kingine. Sema amina. Amini ya kwamba kila jaribu, kila shida yenye inaweza tokea kwenye maisha yako, Mungu anairuhusu sababu anataka akupeleke kwenye level nyingine ya maisha. Soma kitabu cha Kutoka sura yake ya 14 mstari wa 13. Biblia inasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaoufanya leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona hamtawaona tena. Shangilia neno la Bwana. Hapa Israeli wanajikuta kwenye balaa. Si walitoka kule biko naimba, tunaenda Kanani, tunaenda Kanani. Yaani washabeba na mizigo yao na mang'ombe yao, kila kitu yao wamebeba. Tunaenda Kanani, tunaenda Kanani. Ni ahadi Mungu aliahidi kule. Tunaenda kweli, tunaenda. Walipofika hapo akasema, Yesu Kanani inaishia hapa kwenye bahari. Kanani inaishia kwenye bahari. Huku kuna milima, huku kuna milima. Huko nyuma sasa kuna muuaji. Farao yeye anakuja na lengo moja tu, ya kuja kumalizana nao, kuwaelimine wote. Haleluya. Sikia sasa wanaanza kulia, Musa, Musa, ulituleta hapa mbitu gani? Ulituletea huku nini? Si ungetuacha kule. Tunakuja kuangamia hapa, tunakuja kuangamia. Musa akasema, hii nayo kweli ni jaribu. Haleluya. Hii ni jaribu. Sema hii ni jaribu. Haleluya. Mimi najua na wewe kuna kwa muda unajikuta kweli kabisa, unajikuta hapa ndio mwisho. Huko kwenye mimi natoka ni afadhali kwenye mimi natoka, lakini hapa kwenye nimefika ni mwisho. Haleluya. Wewe mwenyewe unajuaga Yesu hapa ni mwisho. Na dunia inasema kweli ni mwisho. Na watu wanasema ni mwisho. Na mke wako anaweza kukuacha, anasema umeisha wewe. Haleluya. Haleluya. Musa akawaambia sasa mtulie kwanza, mngoje kwanza. Unajua kuna wakati mwingine unatakiwa kuwa na imani moja hivi kama wazimu. Haleluya. Kama hujafikia kiwango ya kuwa na imani ya wazimu, ya wenda basimu, yani ambia Mungu tena ongeze kiwango chako cha imani. Akasema mnyamaze. Sasa mimi najiulizaga na watoto wote, una mtoto unaweza mtu unaweza tukae kimya, utasikia tu katoto basi. Haleluya. Musa kawaambia, anasema mkae kimya, muone. Sema imani lazima uone kitu. Haleluya. Imani sio ya kusikia tu. Imani inakuja kwa kusikia. No, imani inakuja kwa kusikia, lakini matokeo ya imani lazima uyaone. Haleluya. Lazima uone matokeo ya imani. Lazima uguse kenye unaamini. Lazima pesa zenye unaamini usiguse. Lazima mafanikio yenye unaamini uiishi. Anasema muone kenye Mungu atafanya leo. Haleluya. Anasema nyinyi mnaogopa wa Misri. Sawa. Muone vizuri, mfungue macho. Mwenye miwani, mwenye malineti aone, afungua macho uone vizuri. Si mnawaona ndio wale wanakuja. Lakini mimi nawaambia kwamba wale wenye mko naona wanakuja na mabunduki, wanakuja na mapanga, wanakuja na masilaha ya kutuangamiza. Niwaambie kwamba hamtakaa kuwaona tena, sababu wao ndio wataangamia, lakini Bwana wetu atatuokoa na hii majaribu. Wakati Musa yuko anasema vile tu, Mungu Roho Mtakatifu anamwambia sasa, unaona ile mti uko nayo, inua tu, maji tapasuka, bahari tapasuka mara 2, njia itafanyika. Ni imani. Sema amen. Yaani kuna matendo mengine naweza kuambia kwamba kuja na sadaka, kupitia hii sadaka yako Mungu atatenda. Wewe toa kwa imani kwamba kuna kitu kitafanyika. Yaani ukija tu tena waliomba sadaka, utaishia tu kubaliomba sadaka. Lakini ukiamini kwamba hii ni fimbo yangu ambayo nainua kama Musa alivyoinua, hii majaribu ambayo nakutana nayo itapita, Mungu atanishindia, utaona ushindi wa Bwana. Na ile mateso, ile Farao mwenye iko na kufuata, hautakaa kumuona tena kwenye maisha yako. Musa alipoinua tu fimbo, bahari kapasuka.
wana wa Israeli wakapita kwa imani. Unajua nayo ni imani nyingine, mpaka ujitupe kwenye ile upite tu unaona maji megauka mara pili. Ni imani nayo. Amen, amen. Nayo ni imani. Mimi niingie tu hapa tu asa ingia volka imepoa, ingia mule ndani. Wewe. Bwana sifiwe sana. Nishapita juu ya volka pale, ukipita pale mule bwafia budogo budogo, unaona mule ndani mna moto. Moto kabisa, ni shimo mule ndani inawaka moto. Sasa njoba niambia sije jitupe humu kwa imani Yesu atakuokoa. We, acha hizo imani. Ina maana wale wa Israeli pia walikuwa na imani. Amen. Wakasema haya twende. Ale wakavuka. Wanapita wa kwanza amefika kule mwisho. Wa pili naye amefika. Nimefika Bwana. Nimefika. Wote wakamaliza kuvuka. Kisha Farao naye akafika pale na jeshi lake. Hajui kama ile njia ilipasuka kwa ajili ya wenye imani. Haleluya. Haleluya. Mwenye atasema anafuatana na wewe, hajue wewe umeamini Mungu gani, ataangamia. Haleluya. Wao nao wakajituma kupita kwenye njia ambayo hawajui ilitengenezwa namna gani. Walipofika mule katikati wote hivi sasa, wote mule ndani wamejaa pale hivi. Mungu akasema okay. Akapiga tu telekomanda yake, barabara yenyewe ikafungwa. Walipotea wote. Kenye Musa alisema kwamba hamtawaona tena, hawakuonekana tena. Na kutamkia asubuhi ya leo, kwa imani yako, ile mateso unayopitia haitarudi tena kwenye maisha yako. Ile shida za jana hazitarudi tena. Yale ambayo yalikulilisha jana hayatakulilisha tena. Kwa imani ukiamini, hautaona tena yule Farao kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kazi nyingine ya imani ni kwamba imani inakuruhusu kushika ahadi za Mungu ambazo aliahidi juu ya maisha yako. Haleluya. Usikuwa nasema tu kwamba Mungu ashaniahidi. No, lazima uishi zile ahadi. Sema amina. Nimekuambia kwamba imani sio slogan. Amen. Sio Wakristo tunakuwa na imani, lakini maisha ya Wakristo haiendane na ile imani ambayo tunaamini. Haionekane na maneno ya ambayo tunaongeaga kwa imani. Sema amen. Sema amen. Imani inakuruhusu kuingia kwenye Kanaani yako, kuishi zile ahadi ambazo Mungu alizisema kwa ajili ya maisha yako. Ukiona kile ambacho Mungu ashasema juu yako hakitimie, ina maana wewe ndio umekuwa na mashaka. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Tusome kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7 inasema, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Haleluya. Haleluya. Ukiangalia wewe mzazi ambao uko hapa, au wakati ulikuwa mtoto, ukiona gari inapita, unasemaga hii ni gari yangu. Yaani sisi tulikuwa nasimama barabarani, tuko nahesabia magari. Yangu ile inakuja napita, unahesabu useme leo nilipata gari 10. Mnagomana, hapana ile ni yangu, hii ni yangu. Haleluya. Unajua katika ulimwengu wa roho, ukielewa kwamba hiyo ni ahadi ambayo Mungu amekuahidi, zile gari ambazo ulikuwa unazihesabu ukiwa mtoto, lazima ukiwa mtu mzima uzishike kwa mikono yako. Haleluya. Haleluya. Tena kitu kingine, nilikuwa mimi najua sauti ya gari zote. Kulikuwa magari moja inaitwa 1924. Mimi najua ile 1924. Iko nakuja kule au yaiona, uko nasikia tu 1924 yangu hiyo. Na utaona inakuja kweli 1924. Inakuwa ya kwako. Haleluya. Hiyo ndio imani, ni kwamba hautembei kwa realite ambayo uko naona. Hauishi kwa mazingira yenye unaona. Hauishi kwa hii ekonomia Kongo ambayo tuko napitia.
Hauishi kwa ekonomia ya dunia, hapana. Hauishi sababu dunia inaenda hivi, hapana. Uko naishi kwa kile ambacho unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukifanya kwa maisha yako. Bwana sifiwe. Wakati baba yako anaenda, unamwambia papa, utaniletea moto. Baba yako hana moto, anatembea na miguu, lakini unamwambia papa, utaniletea moto. Papa naye anasema ndio. Sawa? Hata kama hakuleta, unasema tu papa, ushasema moto. Si ndio hivyo? Papa ushasema moto, papa ushasema moto, moto. Mimi nakumbuka mwaka jana mtoto wangu ananiambia anataka mitendo. Mimi naambia sawa, utaipata. Mimi nikawaza mtoto amesahau. Hakusahau. Mtoto wa miaka 3 siku ya anniversary yake ananiambia papa, uliniambia mitendo. Mimi mroni kuna sema mbona huyu mtoto ajue kama sina pesa. Ile ni jouet ya bei kali. Lakini yeye anaamini tu kwamba papa alisema atanipa. Haleluya. Haleluya. Yaani kenye kitaruhusu zile ahadi za Mungu juu ya maisha yako zitimie kiwango cha imani yako. Haleluya. Haleluya. Mungu anasema, anaahidi, anasema utakuwa kichwa na wala si mkia. Yaani ile ni ahadi. Usitembee alafu kuna sema si wa chini chini. No, amini ya kwamba mimi ni kichwa. Kwenye kazi yangu nitakuwa kichwa. Kwenye biashara nitakuwa kichwa. Fasi yote kwenye nitakuwa, niko na ahadi za Mungu za kuwa kichwa. Anasema Mungu anamtoa mtu mavumbini na kumketisha na wakubwa. Alafu useme si watu ya nyuma nyuma. No, wewe sio mtu wa nyuma nyuma, wewe mtu wa mbele mbele. Lazima uanze kujitamkia kwamba nikiingia lazima nikae mbele, sio wa kukaa nyuma. Mimi ni VIP. Kenye unaamini hii ahadi ya Mungu ili itimie lazima uiamini kwanza. Shangilia Bwana. Imani, kitu kingine inaweza kufanya kwenye maisha yako ni kwamba imani inakusaidia kutembea juu ya bahari ya destiny yako. Amen, amen. Haleluya. Petro si alitembea juu ya maji. Haleluya. Yeye kenye kilimtembeza juu ya hiyo maji, alisema kama ni Yesu kweli, kama ni Yesu na mimi nitatembea. Haleluya. Ingekuwa mtu mwingine, sababu kenye kilisemesha Petro ile neno ni sababu aliamini Yesu kwamba anaweza kutembea juu ya maji. Haleluya. Kwa hiyo akasema kama ni Yesu, kama sio kitu kingine, kama sio mzimu fulani hivi, siwezi kutembea. Lakini kama ni Yesu mwenye mimi najua, mwenye amenitoa kuvua samaki, kama ni Yesu mwenye mimi najua, niko naona matendo makubwa ambayo iko nayatenda. Kama ni huyu Yesu mwenye amelisha watu hapa mikate 5 tu, watu wameshiba mpaka wameacha. Kama ni huyo Yesu, hii bahari na mimi niko natembea juu yake. Haleluya. Hiyo bahari ambayo niko naongelea ya destiny yako au ya hatima yako ni kila kitu kenye kinaweza kufanya kwamba uzame njiani. Bwana sifiwe. Kila kitu kenye kinaweza kikakurudisha nyuma. Kila kitu kenye kinaweza kuambia acha kutumikia Mungu, hiyo ni bahari. Kila kitu yenye inaweza kuvunja moyo wakati uko unafanya kazi, uko unafanya biashara, hauoni faida. Uko unafanya kazi, hauonage faida. Inaweza kukuambia nono, achana na hii, ni kuzama. Ukiacha kitu umezama. Sasa imani inakusaidia kutembea juu ya ile bahari zote mpaka ufike kule ambako unataka kuenda, sababu unajua kama ni Yesu utafika. Haleluya. Haleluya. Na kuambia kama umeitwa na Mungu utatimiza mambo makubwa kwa jina la Yesu. Kama Yesu mwenyewe alikufa na kufufuka, kama ni Yesu mwenyewe alijifanya maskini ili sisi tuwe matajiri, kama ni huyo Yesu, wewe hauwezi kubakia na hiyo hali ya kimasikini. Lazima utembee juu ya hiyo bahari ya umasikini kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mimi nimeitwa kwenye maisha yangu, kwenye huduma yangu, kuhubiri vitu vyenye vitakusaidia kuishi hapa duniani afao uende mbinguni. Haleluya. Sijui kama uko naelewa vyenye niko nahubiri. Amen, amen. Kila mtu kuna speciality yake katika
yani kutengeneza mwili wa Kristo. Haleluya. Mwingine atakuja hapa atatufundisha kisi ya kuomba, maombi ya namna gani, hata aina za maombi. Sawa. Lakini mimi Mungu ameniita na message ambayo Mungu amenipatia ni wewe mwenye umeamini, wewe mwenye umeokoka, wewe mwenye umepokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uishi hapa duniani vizuri, ili kule, sababu kule mbinguni hakuna vitu ambavyo tunaviona hapa duniani. Lazima hapa ukule vizuri, ulale vizuri, utembee vizuri, uvae vizuri, uishi vizuri, sababu kule mbinguni hatujue kenye kitafanyika kule. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akusaidia asubuhi ya leo, ile bahari kenye kuko naona kwamba hapa nitazama, hapa sitavuka, amini ya kwamba utavuka, sababu Yesu alitembea juu ya bahari, na wewe utatembea na utavuka kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Jambo lingine imani inatusaidia ni kwamba imani inatusaidia au inatutia nguvu ya kuendelea wakati mwili inaweza kuambia achia hapo. Haleluya. Haleluya. Unajua roho wakati mwingine inaweza kuwa tayari. Mtume Paulo kunasema roho iko tayari, lakini mwili hii shida sana. Haleluya. Mtu mwenye imani haendeshwagi na mwili. Sema amen. Mtu mwenye imani anatembeaga kwa roho. Amen, amen. Sasa ukiamini Yesu, ukiwa na imani kwa Mungu wa Israeli, yani kenye mwili hawezi kufanya, pale ambapo kunasema ngoja kwanza nipumzike, ngoja niachie hapa, imani inakwambia hapana, hapo ndo unaanza sasa. Sababu wakati wewe unafika mwisho ndipo Mungu anapoanza kazi. Haleluya. Mungu yeye hafanyage kazi yani tukiwa tunaona hivi, hapana. Ni wakati umechoka ndio unasikia sasa roho wa Mungu anakuambia hapa sasa ndio Mungu anaanza kufanya kazi. Bwana sifiwe sana. Najua kuna wakati fulani unaweza kuwa umepambana juu ya kitu fulani, umepigana sana, wewe mwenyewe unasema hapana, hii basi tuache tufanye kingine, hii haiko ya niveau yangu, hii ni ya mtu mwingine, hii hapana, sio ya kwangu. Hapana, kama Mungu aliweka hicho kitu ndani mwako, ina maana ni ya kwako. Haleluya. Haleluya. Mtu mwenye imani anakuwa naamini ya kwamba kama haikuwezekana Januari, Februari itawezekana. Kama haikuwezekana Februari, mwezi wa 3 itawezekana. Kama haikuwezekana mwaka jana, hii mwaka kabla haijaisha itawezekana. Hata isipowezekana hii mwaka kesho najua itawezekana. Yani wewe usipatie mtu, usijiwekee limit kwamba yani hii ishakosekana, hii ishashindikana. Hapana, kwako ilishindikana, lakini kwa Yesu Kristo, kwa Mungu wa Israeli, kama ulikosa jana siku ya Alhamisi, leo Friday unaweza kupata kenye ulikosa jana. Haleluya. Haleluya. Usikuwe mtu mwenye unakuaga na malimit. Yani mina kama yani hii seminari mara hiyo kama Mungu atende mimi nabiacha. Hapana. Haleluya. Mara hiyo mtumishi huyu anakuja na majibu yangu, mimi sina majibu yako. Sina hata kitu moja. Sababu na mimi niko na shida zangu zenyewe na mimi niko natafuta majibu. Sasa wewe kama unakuja na ile imani mara hii wiki, hapana, hawezi kumchallenge Mungu vile. Amini tu Mungu kwamba Mungu, mimi nakuja, mimi najua wewe mbingu na dunia ni vyako, utanipa. Usiponipa hii wiki, najua wiki ya kesho utanipa. Usiponipa hii mwezi, najua mwezi wa kesho utanipa. Najua kama ulinipatia hiki, kesho utanipatia na kile. Haleluya. Mwenye imani ni mtu ambaye unakuaga nakumbuka wapi umetoka na Mungu. Haleluya. Mungu aliyekushindia jana ni yule Mungu ambaye hata leo anaweza kukushindia. Mungu aliyekupa jana wakati uliumwa, wewe akikuelezea historia yako wakati ungali mtoto, uligonjwaka mpaka yani wakasema utakufa, uligonjwaka vibaya sana. Yani mimi nasema tu basi anza tayarisha na kilio, lakini Mungu akakuponya. Yule aliyekuponya jana hata leo anaweza kukuponya. Kuna shida ulipataga kwenye maisha yako, unajisawaga tu, unakuwa unasahau tu. Kuna shida kubwa kuliko ile nyoko nayo leo iliwahi kukuja kwenye maisha yako, lakini Mungu alikushindia, alikutoa kwenye hiyo shida. Sasa kwa nini hii ya leo Mungu ashindwe?
Haleluya. Haleluya. Yule Mungu aliyekushindia jana hata leo anaweza kukushindia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mwenye imani anakuaga najua kwamba yani siwezi kuishia hapa, nitaenda zaidi ya hapa nilipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho ni kwamba imani inakusaidia kuvuka milima na mabonde yote ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Zaburi ile ya 23 Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Haleluya. Anasema nijapopita. Ile kusema nijapopita ni kwamba kuna wakati alipita. Haleluya. Alipita, Mungu alikuwa naye. Gongo na fimbo ya Mungu vilikuwa pamoja naye, vilimfariji. Na kuna wakati pia, na inawezekana alikuwa anapita tena. Haleluya. Alikuwa anapita tena. Na hakuishia pale. Anajua kutakuja tena bonde ingine, kutakuja tena mlima ingine. Nitapita sababu gongo na fimbo ya Mungu viko hapo kwa ajili ya kunifariji. Haleluya. Mwenye imani wewe usemake kwamba imeisha. Hii sababu imeisha. Nimepumzika. Hapana. Unajitayarisha tena kwa mapambano mengine ya kesho. Unajua tu yule aliyekushindia hii mapambano mengine, hii ya kesho naye atakushindia. Haleluya. Unajua kwa nini tunavunjika moyo wakati mwingine? Ni sababu tunawazaga ukishinda jaribu kwamba majaribu inaisha. Hapana. Haleluya. Jaribu lengo lake ni kukupeleka kwenye level nyingine. Kwa hiyo wakati umeshinda hii, ni tayari Mungu iko na andaa tena level nyingine ya kukupandisha. Wakati umepanda hapa, kuna level ambayo Mungu anataka kupeleke. Kwa hiyo wewe inatakiwa uwe tayari kwenye akili yako. Amini ya kwamba kingine kenye kitakuja, zoruba yenye itakuja, mlima yenye itasimama mbele yangu, Mungu mwenye alinivusha hii ya jana, nitaivuka na hiyo ya kesho. Haleluya. Haleluya. Kuwa tayari. Mtu mwenye imani anakuwaga tayari kushinda za kesho. Usiwaze kuokoka shida zimeisha, ziko na kuja, lakini Bwana atakushindia zile shida. Amini hivyo. Ukiamini zile shida kwamba Bwana atakushindia, ukiamini ya kwamba zitakuja na uko na mshindaji, hazitakutikisa, hautazurudia nyuma wakati utakutana na ile bonde. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Zamani walikuwa wanatuhubiri injili, ukimpata Yesu umepata vyote. Haleluya. Umepata vyote. Sasa mimi najiulizaga na mimi nakuuliza tena asubuhi ya leo, umepata vyote? Haleluya. Haleluya. Nikwambie kwa nini hujapata vyote? Ni sababu haujaipandisha imani yako. Amen. Haleluya. Wewe unazaka vitakuja kirahisi rahisi. Hapana. Jambo la mwisho ni kwamba imani itakusaidia kushinda vita vyako vya mwili na vya roho. Sema amen. Daudi mpaka anaenda kupigana na Goliathi, ilikuwa jambo la imani. Amen. Ilikuwa imani. Sababu kwa hali ya kawaida, wewe mtoto mwenye ulizaa, katoto kiko hivi, kana kufikia hapa kwa magoti, hakuwe na nguvu ya kukupiga, ya kukushinda. Hapana. Amen. Daudi aliamini kwamba kuna Mungu wa majeshi, kwamba mimi kupigana kwangu bila Mungu hakuna kitu. Mimi nataka niseme kupambana yako wenyewe uko nawaza mimi niko na akili, mimi niko na strategy, niko na experience, hazitakusaidia. Haleluya. Haleluya. Kenye kitakusaidia kushinda vita vyako vyote, ile vita ya wachawi, vita ya familia, vita vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ni kadri ya imani yako. Ukijua kwamba yule aliye ndani yako ni mkubwa kuliko yule aliye duniani. Yaani sio wewe utakayepigana, lakini ni yule aliye ndani yako ndiye atakupigania na wewe utaitwa mshindi. Shangilia bien basi, shangilia bien. Nayo ni imani. Wakati unashangilia, nayo ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haleluya. Imani itakusaidia
kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Na ndio kitu kikubwa sana wakati unafanya mapenzi ya Mungu. Yaani hivi yote vile nimesema hapa ndio mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Amen, amen. Haleluya. Imani inakusaidia kufanya choice nzuri, unachagua vizuri. Unajua hata kama hiki kizuri ambacho nimekichagua ni uchungu, kinaumiza, lakini mimi naamini Mungu ya kwamba atatenda, utakifanya hata kama kitakuumiza mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili hii, nimesema mwili haikuwagi na turuhusu kufanya mambo mazuri, kuishi kile ambacho tunatakiwa kuishi. Lakini ukifanya mapenzi ya Mungu, tamaa za mwili, haja za mwili hazitakuwa priority kwako, lakini kile cha roho ndio kitatangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha Mungu atusaidie na Mungu aongeze kiwango chako cha imani, uishi kile ambacho unaamini. Mungu aongeze kiwango chako cha imani, ufanye maajabu kwa imani, uguse pesa kwa imani, magonjwa yako ipone kwa imani, maisha yako ifunguke kwa imani, ufanye mambo makubwa kwa imani, upande mlima kwa imani, uvuke bahari ya Shamu kwa imani, utembee juu ya bahari kwa imani, utembee kwa imani, usitembee kwa kuona, tembea kwa imani, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Sema amen. Simama tumombe Bwana. Haleluya. Leo utakuwa kuhani we mwenyewe. Amen. Haleluya. Biblia inasema na mtawawekea wagonjwa mikono nao watapata uponyaji. Bwana asifiwe sana. Mimi nataka uamini kama kuna mgonjwa kwenye nyumba yako, ukitoka hapa kanisani, enda kwa imani, mwekee mkono, sema kwa jina la Yesu pokea uponyaji. Utaona uponyaji. Kama ni wewe ndio mgonjwa, nimekwambia imani yako ndio itakuponya. Utajiwekea mkono wewe mwenyewe, sababu mkono wako sio ya kwako, ni mkono wa Bwana. Itageuka na itakugusa wewe mwenyewe, na utaona kile ambacho Bwana atafanya siku ya leo. Inua mkono wako juu, sema mimi nakuamini Yesu, uliyetembea juu ya bahari, uliyefanya mambo makubwa, unaweza hata leo. Naamini nguvu zako, naamini miujiza, naamini miujiza, naamini miujiza, naamini kufanya mambo makubwa, naamini unaweza, na umeweka uwezo ndani yangu. Nachukua mamlaka ulionipa ya kutembea juu ya nyoka, ya kutembea juu ya nge, ya kutembea juu ya bahari. Leo natembea juu ya nyoka.